usiyeshindwa, usiyeshindwa. Neno la leo lina kichwa cha habari utulivu. Tusipopona mwaka huu tena basi. Mwambie jirani yako usipopona mwaka huu basi. Utulivu. Utulivu ni nini? Utulivu ni kufanya maamuzi au kitu chochote au jambo lolote bila kukurupuka, ili yasilete madhara katika maisha yako. Utulivu ni kufanya jambo lolote au kitu chochote au maamuzi yoyote bila kukurupuka. Kwa maneno marahisi ni kwamba utulivu ni kufanya kila kilicho mbele yako bila kukurupuka. Chochote kilicho mbele yako kinachohitaji maamuzi, chochote kile kukifanya bila kukurupuka, huo ndio unaitwa utulivu. Utulivu ni kuwa msikivu na mwenye kutafakari kila wakati juu ya jambo fulani, wakati wowote. Ni kuwa msikivu na mwenye kutafakari wakati wote juu ya jambo fulani au vitu fulani bila kukurupuka, na kuwa na amani ndani ya moyo wako. Kuwa na amani ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako kusiwe na sauti. Ndani ya moyo wako kusiwe na viulizo. Ndani ya moyo wako kusiwe na mahangaiko. Ukikosa hivyo vyote, ujue hauna utulivu. Sasa kuna watu mioyo yao imejaa mahangaiko. Kuna watu mioyo yao imejaa sauti. Kuna watu mioyo yao haijatulia, haina utulivu. Amen. Tukisema kila mtu tufungue moyo wake leo kuanzia asubuhi, moyo wake ulikuwa unasema nini? Sasa kukosa utulivu, na miaka 35 sijaolewa. Single ladies mko? Moyo wako huoga unafanya nini? Moyo wenye mahangaiko ukigeuka huku, sijaolewa. Moyo ndio uko hivyo. Ukilala usiku, sijaolewa. Moyo unahangaika. Hauna utulivu. Moyo wenye mahangaiko, sina pesa. Ukigeuka sina pesa. Mbona sina hela? Jamani, hela, pesa. Moyo wako unasema nini? Unazungumza nini? Moyo wenye mahangaiko. Yule nilisoma naye chuo, mbona anaendesha VX? Sina VX. Usiku unashinda kulala, moyo unawaza tu. Moyo wako unawaza nini? Moyo wako una utulivu? Sasa kuna watu tukifungua mioyo yao hapa kuanzia asubuhi mpaka saa hizi, afu tukaiamuru tu hiyo moyo iongee. Jitafakari mwenyewe kuanzia asubuhi leo, moyo wako ulikuwa unawaza nini? Ulikuwa na utulivu au ulikuwa na mahangaiko? Amen. Namba moja ya kujua kama moyo na utulivu ni amani.
Amani kwamba hata kama nina miaka 40 sijaolewa, ndani ya moyo wako una utulivu. Hata kama marafiki zangu wote wameolewa, hata kama sina hata baskeli, wengine wote niliosoma nao wanaendesha magari, ndani yako kuwa na utulivu, kuwa na amani, hiyo inaitwa utulivu. Kwa sababu ukikosa utulivu, kinachofuata ni nini? Dhambi. Moyo ambao hauna utulivu, mtu akikosa utulivu, kinachofuata ni tamaa. Tamaa ikichukua mimba inafanyaje? Inazaa dhambi. Dhambi ikikomaa inafanyaje? Mauti. Sasa kuna wengine mko kwenye mauti. Mauti sio lazima ufe ulale. Kuna mauti za kiroho, kuna mauti za uchumi, mauti za ndoa, mauti za nini. Wengine chanzo cha hayo mauti ni kwa sababu tu ya kukosa utulivu at some point. Umejikuta umeingia kwenye tamaa kwa sababu tu nina miaka 35. I will do whatever it takes. Siku hapa mmeingia kwenye ndoo, you did whatever it takes, whatever it took. Mmeingia kwa sababu tu ya pressure ya umri. Mioyo yenu ilikuwa na mahangaiko. Jamani, sasa miaka 38 mkaanza sasa kuhunt. Unategesha nini zinaitwa? Kuna mtu aliniambia yeye ametegesha sehemu 3. Yaani kuna wanaume 3. Kila mtu anajua yuko peke yake. Sasa yule tekee wa kwanza kupropose yule ndio huyo. Anatega ndoa. Jamani, ndoa hazitegwi. Ukiingia ndani ya ndoa unakutana na yale unayokutana nayo, unaanza kurudi kwa Mungu kwa vilio. Lakini tu ulikosa utulivu. Amen. Sasa kuto kukurupuka, tumeongelea kwenye definition ya utulivu. Kuto kukurupuka, kufanya maamuzi bila kukurupuka, pasipo kukurupuka. Sasa maamuzi ya kuto kukurupuka ni yapi? Maamuzi ya kuto kukurupuka ni maamuzi ambayo unayafanya kwa hekima ya hali ya juu na umakini wa hali ya juu. Kuto kurupuka maana yake unafanya maamuzi kwa hekima ya hali ya juu na umakini wa hali ya juu. Hekima maana yake nini? Hekima ni njia nzuri ya kupokea au kupeleka ujumbe bila kumuumiza yule unayempelekea wala wewe mwenye kuumizwa. Hiyo inaitwa hekima. Kwamba hata kama huyo mtu amekuja na hasira kiasi gani, moyo wenye utulivu, hekima na utulivu huwa vinaendana. Moyo uliotulia, hata mtu aje amfanyeje, kama una utulivu unaongozwa na hekima. Hekima ni jinsi nzuri ya kupokea ujumbe au kufikisha bila kuleta uharibifu. Kupokea ujumbe kwa hekima ni kwamba mtu anakuja anakutukana. Uoga unaopokeaje huo ujumbe? Mtu amekuja tu anakuprovoke bila sababu yoyote, anaanza kukushika au anakutukana matusi. Unalipokeaje? Uoga unapokeaje? Sasa hapo ndo unapimwa hekima. Mtu ambaye hana hekima ataanza na yeye kuja juu. Ataanza kuja juu, aanze kubishana, mwisho wapigane. Mungu akiangalia anasema hapa sina mtu. Lakini aim ya Mungu ni kwamba yule anayekuja na kuprovoke, ili Mungu aweze kutofautisha kati ya yule na wewe,
wewe lazima uwe na hekima. Amen. Kuna mtu ananielewa? Lazima uwe na utulivu, kwa sababu yeye Mungu anapenda watu wenye utulivu, watu wanaotafakari, watu wenye hekima, watu wanaofanya maamuzi yao kwa busara na umakini wa hali ya juu bila kuleta uharibifu. Sasa yule amekuja amekuvamia, amekutukana, ukirudisha tu umeshakuwa disqualified. Amen. Unatakiwa uwe tofauti. Haijalishi amekutukana mbele ya kadamnasi. Watu wanaweza kukuona. Shida yetu wengi watu tunasema watu watanionaje, watanidharau. Nawaambia hivi, kubali watu wa kudharau, lakini upate taji mbinguni. Amen. Nimesema hivi, usijali anayekuangalia, kwamba kile kitendo unachoenda kufanya, sikuna watu unataka na wewe uonekane kwamba mimi siko down. Huko ukijua kabisa nikifanya hivi tu nimeshakuwa disqualified. Sasa bora ipi? Bora watu wa kudisqualify au bora Mungu wa kudisqualify? Watu. Sasa kuna watu wanapenda sifa za ajabu ajabu. Hekima na jinsi ya kufikisha ujumbe kwa mtu. Kabla hujapeleka, moyo wenye utulivu na hekima, kabla ya kupeleka ujumbe, hata kama umekwazwa kiasi gani, hata kama mtu amekuchokonoa mpaka umeshindwa. Sasa hekima ni jinsi unavyotoa neno kulipeleka sehemu nyingine kwa utulivu. Amen. Lisilete madhara. Sasa nawaambiaga hivi, neno lako kabla halijatoka kwenye kinywa lipime. Unalipimaje? Lirudishe kwanza ndani yako. Lirudishe hili neno. Mimi ndo ningekuwa naongelewa hivi, lingeingiaje ndani ya moyo wangu? Lingebomoa moyo wangu au ningekuwa na furaha? Ukiona likiingia ndani yako linaharibu kila kitu, lirudishe, limeze. Mnanielewa Dar es Salaam? Limeze, usiliachie litoke. Kwa nini? Kwa sababu uharibifu huo ambao umeona litafanya ndani yako, linaenda kufanya ndani ya yule mtu. Hapo Mungu anakudisqualify. Hauna utulivu, hauna hekima. Mtu mwenye utulivu automatically ana hekima. Amen. Sasa, kwa sababu Biblia inasema utafanya hesabu ya maneno yako unayoyasema. Kuna watu ni mabingwa wa kuumiza wenzao kwa maneno tu. Maneno ya kinywa, maneno tu. Niliwasimulia The Wives, kuna mume mmoja alinifuata, anasema mke wake tena ana screenshot message ambazo mke wake anamtumia. Wakiwema mko huko ndani, ana screenshot. Jamani, hata mtu uwe na moyo mgumu kiasi gani. Mume amemweka profile WhatsApp, anarudi na basi, nilikwambia usiniweke DP. Si nimekwambia usiniweke DP? Akaambia okay, nisamee, natoa. Sasa uko mbele. Najuta, ningejua nisingeolewa 1 2 3. Hilo neno wewe ukitamkiwa huku ndani yako linaingiaje? Lipime kwanza kabla hujalitoa. Ningejua nisingeolewa na wewe, najuta. Likija wewe kwako, unalipokeaje? Kama unaona linakuumiza, kwa nini unalitoa unalipeleka kwenye moyo wa mtu mwingine? Why? Sio hilo tu, nimewapa mfano. Kuna watu ni mabingwa wa maneno makali, maneno yanayojeruhi mioyo ya watu. Mnakuwa disqualified. Wengine hamjibii maombi kwa sababu ya kukosa utulivu. Utulivu na hekima vinaendana. Yule mtu moyo unamwaga damu, anaumia kwa sababu ya maneno tu. Maneno yako makali, utatoa hesabu kwa ajili ya hayo maneno siku ya mwisho. Hauna utulivu. Hauna utulivu. Utulivu ni
pima maneno yanayotoka kwenye kinywa chako kabla ya kutoa. Hiyo ndio inaitwa hekima. Hekima. Hata ugombezi, yani hata uwe kwenye situation, hakuna justification. Hata uwe kwenye situation ya namna gani, hekima ndio itakayo kutofautisha. Na ndani yako ukijua, hata kama watu wameniona mimi wameni disqualify, ninajua Mungu wangu ameni qualify. Amen. Just take it that way. Hallelujah. Usiwaangalie watu watanionaje huko pembeni. Kila siku nawaambia, acha kuishi kwa ajili ya watu, ishi kwa ajili ya Mungu peke yake. Yeye kukujua tosha. Bas. Him knowing you is enough. Amen. Sasa utulivu na hekima vinaendana. Mtu mwenye utulivu ndani yake ana hekima automatically. Hekima nimesema ni jinsi nzuri ya kupeleka ujumbe na kuupokea, kwamba haijalishi mtu amekuja amecommunicate harshly kiasi gani, amekuja na maneno makali kiasi gani, ili kutofautisha mwenye hekima na asiye na hekima. Wewe mwenye hekima hata alikuja na maneno makali, ya kwako yatakuwa butu. Amen. Hayana ukali. Mungu anapenda watu watulivu, wanaofanya maamuzi kwa utulivu, wanaofanya maamuzi kwa hekima, wakati wote wanakuwa wapo rohoni. Kuwa na utulivu, moyo wako kuwa na amani, kila saa unakuwa tuna meditate ukuu wa Mungu. Una meditate hata kama umelala na njaa. Mungu hajatoa condition kwamba wewe kama umelala na njaa basi usio na utulivu. Wewe kama hujaelewa basi usio na utulivu. Hapana. Amen. Isaya 30:15 inasema, Isaya 30:15, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Nguvu zenu zitakuwa wapi? Katika kutulia na kutumaini. Kwamba haijalishi mazingira yanakulazimisha ufanyeje. Haijalishi mazingira yanakulazimisha ufanye nini. Utulivu ni kuwa na amani katika hali zote. Amen. Na anasema mtu mwenye utulivu hatetereki. Hatetereki hata apokee taarifa mbaya kiasi gani. Hata apokee taarifa inayostusha moyo kiasi gani. Hatetereki kwa sababu yuko rohoni. Kuwa rohoni, ukiwa na utulivu, ndio Roho Mtakatifu anaweza kuingia ndani yako, na hata akiongea akikupa message unaisikia kwa sababu moyo umetulia. Sasa moyo unaopiga kelele, hata Roho Mtakatifu akiongea unamsikiaje? Huwezi. Kwa nini? Moyo umejaa mahangaiko. Ukienda huku pesa, ukienda huku boyfriend, ukienda huku mume, ukienda huku chakula, ukienda huku ofisini, ukienda huku, hata Roho Mtakatifu akiongea humsikii. Kwa nini? Moyo umejaa mahangaiko, hakuna utulivu. Sasa anasema moyo wenye utulivu, mtu mwenye utulivu si rahisi sana kutetereka hata apate habari mbaya kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapenda utulivu, na huwa anakaa kwenye moyo wenye utulivu. Kama anakaa kwenye moyo wenye utulivu, automatically kila kitakachokuja mbele yako uwe na uhakika Roho Mtakatifu is aware. Amen.
Na kama Roho Mtakatifu is aware, atakuwezesha hata lije jambo gumu kiasi gani kulipokea. Amen. Kulipokea bila kuleta distraction ndani yako. Kwa nini? Yuko ndani yako. Ni yeye ndo anayekuwezesha. Kwa nini? Umetulia, una utulivu. Sasa kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, taarifa hata ndogo tukiambiwa, jamani, mtu anakupigia simu, tumemwona mume wako huku yuko guest, how do you react? Wake wema mko? Tupo. Tupo. Cha kwanza huwa unafanyaje? Nimemwona mume wako yuko guest na mwanamke mwingine, au umemwona yuko kwenye gari na mwanamke mwingine, how do you react? Wake wema, mbona mniangalie? Niangalieni. Una utulivu? Una utulivu? Kuna mmoja aliniambia, sasa mtumishi, ili somo liliachiliwa Arusha juzi kwa mara ya kwanza. Sasa nimeenda sehemu na kuta gari la mume wangu limepaki pale guest. Hivyo kweli nitakuwa na ujasiri wako na utulivu kweli? Sasa hapo ndo ujipime. Maana ukienda kugombana wewe na yule, wote hamna tofauti. Amen. Wewe na yule wote mnakuwa disqualified. Na hata ukipigana, wake wema, hata ukienda ukimpiga huyo, utapiga wangapi kwanza? Utapiga wangapi? Hapo wewe kimbilio lako ni Mungu peke yake. Mungu peke yake. Kuwa na utulivu. Ukiwa na utulivu, hata kama watu wanakucheka, kuna siku tu, ipo siku watasema you are a star. Umemwona pale mume wako yuko na mwanamke mwingine, alafu ukao na utulivu, usigombane. Kuna siku tu watu hapo, Mungu tayari ameshakuqualify. Hiyo si inatosha? Lakini hata wale ambao hawakuelewi, imekwaje, yani kweli kuna siku watasema kweli she was a star. Amen. Sasa nataka niwasomee message moja. Huyu anasema, mume wangu aliondoka jana, nikampigia simu saa 3 ikawa haipatikani. Asubuhi hii nimepigia, maisha ya kurudi nyumbani. Asubuhi hii nimepigiwa simu na kaka yake, amegonga gari kwenye culvert na imeharibika. Ndio kaka yake kaja kumsaidia. Wakati wanafanya mipango ya kuondoa gari, mume wangu akaondoka, hajui alienda wapi na mpaka sasa hajarudi nyumbani. Niombe kwa hili mtumishi. Hapa nina utulivu na amani ndani yangu na ninamwachia Baba. Maana yeye amesema hata ikitokea nini tuwe na amani. Amen. Nani anaweza kuact kama hivi? Kwa sababu hata useme unaweka nguvu zako kiasi gani, bila Mungu ni kazi bure. Hata useme inawajua polisi Tanzania nzima, bila Mungu ni kazi bure. Kwa hiyo cha kwanza, pokea kwa utulivu. Huyu anahitaji pongezi kabisa. La sivyo mwingine angekuwa amesha panic. Lakini mwisho wa siku si alirudi nyumbani. Mwisho wa siku alirudi nyumbani. Amen. Sasa wewe una utulivu kiasi gani unapopokea taarifa ya kushtusha? Unakuwa na utulivu kiasi gani? Taarifa yoyote ile ambayo mwenyewe unasema ni ya kushtusha. Wengine wakipokea tu taarifa umefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi, wanaona ndo basi tena mimi nimekwisha habari yangu.
Nilifundisha somo la shukrani, nikasema chochote kinachotokea shukuru. Sasa utulivu ni kulipokea lolote linalokuja mbele yako. Iwe ni barua ya kuachishwa kazi, iwe ni barua ya kuterminate contract gani sijui, iwe chochote kile kinachokuja mbele yako, kipokee kwa utulivu na amani ndani yako bila kuwa na mahangaiko. Ukijua Mungu peke yake ndio anajua. Sasa unganisha utulivu, hekima, shukrani. Kinapokuja kipokee kwa shukrani na utulivu. Amen. Amen. Na moyo wenye utulivu, adui huwa anaogopa. Kwanza anaingiaje wakati Roho Mtakatifu yuko huko ndani? Shetani anaingia kwenye mioyo isiyo na utulivu. Anaangalia kabisa hapa, anaona huyu yuko desperate na ndoa, kiasi kwamba hata nikimpeleka tena, anajua quality zenu mnazoandikaga zile single ladies, zile za tall handsome, anaendesha Prado sio VX, ana nini na nini na nini. Moyo wako umejaa, hakuna kitu unawaza tu ndoa. Sasa moyo wa hivyo ni rahisi sana shetani kuja na kupanda vya kwake. Ni rahisi sana kwa sababu huna utulivu. Anachofanya anakuletea tu yule anayefanana na kile unachotaka. Na wengine wanaingia kwenye dhambi kama wale wanaotembea na waume za watu. Ni tamaa zile. Ndani yake anawaza tu, sasa hapa mjini mbona kila mtu ana drive? Hata mimi sina gari wala sina uwezo. Kinachotokea ni nini? Anakuja mume wa mtu mwenye pesa zake, anakupa tu, anakuonjesha tu $500 hapa. Basi. Kwa nini? Tamaa. Kwa nini? Ndani ya moyo wako umekosa utulivu. Unaangalia jamani, kila mtu kumjini mbona ana drive? Kichwa chako kinapata moto, moyo una mahangaiko, ujui kwanza hao watu wamepataje hayo magari. Wewe unahangaika tu ndani ya moyo wako, unamlaumu Mungu, matokeo yake unamkosea. Mpaka uje utoke hapo tena, ni neema ya Mungu. Sio kama mnamkumbuka yule dada aliyesema, nilitoa ushuhuda wake Instagram, yule aliyesema alikuwa na mume wa mtu kiasi, ana pesa kiasi kwamba anaweza kwenda kuoga India na kurudi. Si mnamkumbuka? Yaani apande ndege chap mpaka India akaoge tu alafu arudi. Yaani anaelezea jinsi yule mume wa mtu alivyokuwa na pesa. Mpaka huyo binti kaenda kawaganga nchi 3 tofauti kwa ajili tu yule mume wa mtu asiondoke. Tanzania ameenda mikoa 6 tofauti kwa waganga kwa ajili tu ampin down yule mume wa mtu. Kwenye mkoa mmoja ameenda kwa waganga 5 tofauti. Jamani, huyo mtu yuko kwenye hali gani? Tamaa. Hapo tu alikaa kawazi. Tena alisema ana kazi aliacha. Wake aliona hamna kazi inaweza kumlipa zaidi ya zile pesa. Lakini je, hizo pesa unazipata kwa njia halali? Na wakati unapata hizo pesa, Mungu kule juu anakuangaliaje? Tamaa inazaa dhambi. Hiyo yote ni kukosa utulivu. Kukosa utulivu kwa sababu ya tamaa. Unaangalia jamani, sasa mimi mbona gari yangu? Kwa Mungu anasema umshukuru kwa kila jambo. Hata kama unatembea kwa miguu, usimwangalie yule anayeendesha kwa moyo wa shauku. Mpaka unaumia wivu. Mpaka unapata mahangaiko ndani yako. Kinachotokea ni nini? Shetani akiangalia kaona, huyu sasa anahangaika ndani ya moyo wake kwa sababu hauna utulivu. Tumesema moyo ambao hauna utulivu, shetani anaingia kwa urahisi sana. Anaangalia, anaona tu huyu saizi shida yake inayomsumbua mpaka usiku halali ni ndoa. Anazidi tu kukuingiza, anakuletea mmoja baada ya mwingine. Anakuletea boyfriend wa kwanza, ukimwangalia unaona huyu sasa hivi ndiye I'm ready to settle. Sio mnasemaga I'm ready to settle. Baada ya miezi 3, huyu
mbona naona kumbe quality hizi sio zile, niliangalia vibaya. Bila kujua huyo ni nani? Shetani. Yule unasema nimeangalia vibaya, umezini naye tayari umeshaingia kwenye agano, soul ties. Wale ambao wamefanya prayer marathon mnayoga soul ties, miunganiko ya nafsi. Unapozini na mtu nafsi zenu zinaunganika, hapo tayari soul tie moja. Unamwacha ukifikiria umemwacha kwamba mwenyewe unajipa moyo. Yani I was right kumwacha. Tena unasikia raha ndani yako bila kujua shetani ndiye anayekufanya ufanye hivyo. Kwa nini? Ukitoka kwa huyo anakuja mwingine. Ukimpata mwingine na utaanza hivyo. Huyu saizi, huyu. Now I am ready to settle. Huyu ndiye. Baada ya miezi miwili unarudi kule kule. Unaanza kumtoa na kasoro. Kwanza ukuomba. Single ladies, nawaambiaga usiingie kwenye mahusiano kabla hujamuomba Mungu. Amen. Usiingie kwenye mahusiano kabla hujasikia sauti ya Mungu. Ujaomba, hapo ni shetani ameangalia moyo wako na mahangaiko kiasi gani. Moyo wako unawaza nini? Anakuja na panda vya kwake, unaingia kwa wapili. Utajikuta listi inafika watu 50. Hayo maangano mpaka uje kutoka kwenye moja baada ya lingine. Ni uombe neema ya Mungu kwamba parapanda isilie wakati unajitoa kwenye maagano. Maki Yesu anaweza karudi wewe bado kwenye agano la 45. Sio umekosa mbingu, lakini uliingia kwa miguu yako mwenyewe. Haleluya. Single ladies mpo? Mbona mnaoitikia kwa manunguniko? Mimi nawapenda sana. Single ladies mpo? Acha kuwa desperate. Desperation ndio hiyo kukosa utulivu. Desperation. Unawaza tu ndoa. Marko 7:21. Marko 7:21 anasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, chanzo cha dhambi zote. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Amen. Nayo yamtia mtu unajisi. Marko 7:21 mpaka 23. Sasa chanzo cha vitu vyote, dhambi zote, kinaanzia ndani ya moyo wako. Ndio maana Mungu anataka utulivu ndani ya moyo wako. Ukikosa utulivu utafanya hivi vyote. Uizi, kwa nini mtu anaiba? Tamaa. Kwa nini amekosa utulivu? Anataka maisha ambayo sio ya kwake. Hila, kijicho ni kama wivu. Vyote vinaanzia moyoni. Kwa nini huyu yuko hivi? Kwa nini huyu kila siku yeye? Kwa nini huyu Sasa niliwaambia hamna haja ya kuwa na wivu. Hakuna haja ya kuwa na wivu. Kwa nini? Kama unajijua we ni nani, na kama unajua papasi yako duniani, hakuna sehemu utakutana na mtu anayetembea kwenye barabara yako. Shida ya wivu inaanziaga hapa. Umeacha barabara yako, papasi yako ambayo Mungu anataka upite, pita hapa. Uko kwenye barabara nyingine. Uko lazima ukutane na mwenye barabara ile. Kinachotokea ni nini? Wivu. Kwa sababu kama wewe, tuko duniani kwa ajili ya kucomplete, not to compete. Mtu amenisikia? Tumekuja kutimiliza, sio kufanyaje? Kushindana. Kwa nini? Narudi kwenye somo la purpose. Kila mtu, hakuna mtu ambaye amekuja duniani kwa hasara. Kila mtu
Yaani tukihesabu hapa nafsi ambazo ziko, kila nafsi inao kusudi kwa nini yuko duniani. Sasa kama wewe unajua nimekuja duniani kufanya kitu fulani, kwa nini umwonee wivu yule mwingine? Hata kama ana magari 6, wewe huna hata basikeli, hakuna justification ya kumwonea wivu. Kwa nini? Ndiyo njia uliopangiwa na Mungu upite. Yes, njia hazifanani, destiny hazifanani. Mungu anataka upite hapa, pita hapa. Wakati unapita hapa, inawezekana magari yako 10 yako kule mbele kabisa, mwishoni kabisa. Sasa wewe huko umekazana, umegeuka na acha kufanya purpose ya Mungu, na kodorea macho magari 6 ya watu. Amen. Kuna mtu anaenda kwa mganga kumroga mwenzake kwa sababu tu wanafanya business pamoja. Mwenzake ana title kubwa kuliko yeye. Kwa hiyo kimroga ndio kwamba wewe title inapanda au nini kinatokea? Nini kinatokea? Ni kwamba hujajijua bado. Mtu anayejitambua hana wivu. Iwe ni mtumishi wa Mungu, iwe ni nani. Hata kama huyo mtumishi mwingine anafufua watu maiti nini, ndio yeye kitu alichoitiwa kufanya. Mungu anasema kila mtu ni kiungo kwa mwenzake. Sasa wewe ni kiungo, mkono una fight jicho, wakati wote ni mwili wa Kristo. Ukilipiga jicho alafu jicho kazi yake si kuona, mkono kazi yake si kufanya. Ndio hivyo kwenye maisha yetu ya kawaida. Wivu, kama umejua umekuja kucomplete, kutimiliza, utamheshimu hata yule dada wa kazi kule nyumbani. Kama ulijua unaweza kila kitu kufanya mwenyewe, kwa nini ulimweka? Amekuja kucomplete maisha yako. Huwezi, ndio maana ukamwita. Sasa kwa nini usinyenyekee? Niliwafundisha somo la unyenyekevu. Kwa nini unamchukulia kawaida sana? Hakuna mtu ambaye anaweza kila kitu. Hakuna. Na ndio maana ya kucomplete, sio kucompete. Hata kule kazini sio una compete. Wewe fanya, simama kwenye nafasi yako. Simama pale. Sasa utulivu. Hata kwa hao dada wa kazi, kuna wengine wanaambia, jamani mdada mjeuri anajibu vibaya. Wewe kama umeambiwa simama hapa, msichana wa kazi yuko pale, hata afanyeje, utulivu ni wewe kubaki hapa. Kitendo cha kutoka hapa na kumfuata, you are disqualified. Mtu ananielewa? Kumfuata maana yake ni kwamba utoke kwenye nafasi yako. Kuna mtu ndio nimesema anakuchochea, na adui huaga saa nyingine anatumia njia hiyo. Anakuchochea, anakuchokonoa. Saa nyingine ni Mungu tu anakutest. Mpaka unaona nimefika mwisho. Sasa utulivu ni kubaki hapa kwenye nafasi yako. Usiondoe hata nukta ya hatua. Baki hapa. Yaani hata yaje bawe makubwa kiasi gani, wewe baki hapa. Kitendo cha kutoka tu na kumfuata, you are disqualified. Na Mungu atakulipa kwa hekima yako pale. Kweli atasema wow. Akiangalia anasema ninaye mtoto kule duniani, ninaye anayeweza kuvumilia. Masomo yote yanaendana. Niliwafundisha somo la uvumilivu. Hata kama unarushiwa mawe makubwa kiasi gani, utulivu ni kubaki pale. Mwisho wa siku wote unakurushia mawe watasema wow, hakika huyu ni star. Star za watu hazifaidi kitu, lakini kuna star kubwa zaidi kutoka kule kwa Mungu. Amen. Haleluya. Dar es Salaam. Sasa
utulivu. Ukiwa na utulivu, shetani anakuogopa. Anaanzaje kuingia? Anaanzaje? Shetani saa nyingine anatumia watu. Sasa anaweza kumtuma mtu aje tu akuvamie, lakini akikuta na utulivu, si nimefundisha hekima, anakukuta na utulivu ule ambatana na hekima, ataondoka hapo ameshindwa. Lakini mtu asiye na utulivu ana mahangaiko ndani yake. Mtu amekuja amemvamia, na yeye anarudisha. Anachotaka shetani hapo ni kukuingia tu. Hasira imewaka, hasira ikiwaka ndo basi tena. Shetani ameshapata mlango, ameingia. Akiingia naweka kituo, anapanda na vingine, anaita na marafiki zake. Maisha yanaanza kuwa upside down kwa sababu tu ya kukosa utulivu. Amen. Utulivu unaleta matokeo chanya, matokeo mazuri katika kila jambo na kila linalotendeka. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi huyu ni wa Arusha. Namshukuru Mungu kwa kukuongoza kwa somo la leo la utulivu. Na wiwa kukuelezea kitu kuhusu hili somo la leo, maana ni kama vile Baba alikutumia kwa ajili yangu kabisa. Wakati unafundisha, kila unachotaja Roho ananiambia mshuhudie Kole kuhusu hili, mshuhudie Kole kuhusu hili. Kila ulichokuwa unataja nimo. Nilikuwa nawaza nafika saa ngapi nyumbani kutumia message kabla ya chochote kile. Wakati unamtumia maombi ya prayer marathon 1, nilikuwa na msiba wa mjomba wangu. Na wakati huo hatukuwa kwenye term nzuri na nilikuwa naye kwenye mahusiano. Boyfriend huyo. Yaani ni kama tulikuwa tume break up. Sema bado nafsi ilikuwa na mahangaiko. Nikasema now is my time. Dakole kanitumia maombi na mhitaji huyu Mungu kweli, na huu ndio wakati wangu wa kupokea. Naanza tu wiki ya pili ya marathon akatokea kijana. Utanisikia single ladies. Akatokea kijana. Nilikuwa namuona kila siku, lakini sasa hapo ndio akanifuata. Akaniambia ananipenda. Wakati wote huo nilikuwa nikiwa na mahusiano na kuwa na watu wa dini tofauti na mimi. Huyo mwanaume alikuwa Mkristo, dhehebu langu, anasali, yani kila sifa ya mwanaume nilikuwa namtaka na kumlilia Mungu. Mmeona sasa? Mmeona sifa mnazoandika? Alafu wewe mwenyewe unaandika hizi sifa zote, mwenyewe huna. Anasali, wewe mwenyewe Biblia unaweka chini ya mto. Nikaanza kumuuliza Mungu. Sasa kwa sababu prayer marathon hatuchanganyi na maombi mengine, nikawa naomba ule muda kabla sijalala. Namuuliza Mungu, what is this? Kwa nini wakati huu ambao nataka kuconnect na wewe, kwa nini ana kila sifa ya mwanaume ninayemtaka? Is this you au shetani ananijaribu kwa kupitia nilichokuomba? You see? Uwezi amini Dakole, sababu ya kukosa utulivu ndani yangu, hata sikusubiri siku zipite. Yani anaomba alafu saa hiyo yeye anajijibu mwenyewe. Ana conclude huyu ndiye. Uwezi amini Dakole, sababu ya kukosa utulivu ndani yangu, hata sikusubiri siku zipite. Moyo ukiwa na utulivu, nilikuwa sikusubiri siku zipite, moyo ukiwa na utulivu nimsikilize Roho. Yani nilimuuliza lakini sikumsikiliza.
Nilimuuliza lakini sikumsikiliza anijibu. Nakumbuka sikuwa nimezini kwa kipindi kirefu kidogo, na nilimwambia Mungu sitaki kuzini tena. Basi kila kitu kikaflow, ghafla tukawa kwenye mahusiano. Kumbuka hapo niko prayer marathon wangu. Roho ameniambia nisikufiche kitu, dada Kole. Nilipanga kufanya dhambi ya uzinzi kabla hata sijamaliza marathon wangu. Sasa hayo maombi mtu mnaomba ya kazi gani? Yaani nilipanga nikimaliza tu prayer marathon wangu, huyo nitazini naye. Inabidi sasa hizi ndio nafanya scanning, watu wanaomba prayer marathon wangu. Jamani, hii ni akili ya kawaida? Yaani unaomba kabisa maombi ya toba siku 30, afu ndani yako unasema nikimaliza tu huyu nazini naye. Ni kawaida? Au ni shetani ameshika hatamu? Haya. Nakumbuka niliweza kukaa kipindi kirefu bila kuzini. Na nilimwambia Mungu usitaki kufanya dhambi hii tena. Mimi mwenyewe kwa kinywa changu ndio nilimwambia tuzini. Na nilipomaliza marathon nikazini naye. Unasikia? Within 24 hours he disappeared. Single ladies, kuna mwingine unajipa moyo unaona ni kitu cha kawaida sana, lakini ujue ni kitu gani imepanda ndani yako. Ujue amekutai na roho gani chafu kule ndani yako. Haujui umejifungamanisha na nafsi ya aina gani. Within 24 hours he disappeared, and hadi ninavyoongea hivi he is not the same man I claimed to know. Wala hanisalimii akiniona. Wala hanisalimii akiniona. Jana ameniona akakimbilia gari nyingine. Ni kama vile tuna ugomvi. Roho amenisukuma kulishuhudia hili. Utulivu na faida sana. Penye utulivu pana roho. Sikutaka kuwa kwenye utulivu ili niweze kumsikiliza roho. Niliongozwa na mwili. Sikuwa tayari kuwa kwenye mahusiano kwa wakati huo, lakini kilikuja chenye sura ya kile ninachokiomba kila siku. Umeona? Kukosa utulivu, shetani anajua kabisa huyu saa hizi anahitaji kitu fulani kimemnyima utulivu. Kweli single ladies tunakosa utulivu. Mfano mzuri ni mimi hapa. Sasa baada ya prayer marathon 1 naomba kuhusu sadaka. Mara huku huyu ana act strange. Saa ngapi nitaisikia sauti ya roho akinena juu ya sadaka yangu? Huwezi amini, sadaka ninayo hapa ndani hadi leo. Kumbe ni kitu kidogo tu kilikuwa kinanizuia kuisikia sauti. I was blessed na somo la leo mno. Alionitendea Bwana ni makuu mno. Amenipa amani, amenifundisha kusamehe na amenisamehe. Sifa na utukufu ni kwa Yesu. Umeona sasa? Kuna mmoja kule, acha nisitaje sehemu. Niliwasimulia single ladies ile siku ya Grace for Singles. Ametoka ku break up na boyfriend. Yuko kwenye maumivu, hata miezi 3 haiko, akaamua kuingia. Moyo una mahangaiko. Akaandika listi yake mwenyewe ya mwanaume anayemtaka. Listi ndefu. A godly, number 1 ilikuwa a godly man, if possible a pastor. Kuja ni watafutie ni wasomee. Listi yake na vitu 13. Yaani hizi ni qualities za mwanaume anayemtaka, mume anayemtaka. Number 1, a God-fearing man, if possible a pastor. Number 2, tall, humble. Number 3. Number 4, provider. Number 5, committed and so lovely. Number 6, has a listening ear. Number 7, a father to my babies. Number 9, a brown and gentleman. Jamani,
Wewe weusi hapa hawana lao, sio? Namba 9, a down to earth man who will love me so deeply and can show it openly and prayers. Juu hapa kaandika. Namba 10, charming. 11, smart and handsome. Hii handsome kwanza niliwauliza, handsome ni nani? Eti handsome boy ni nani? Eti single ladies. Who is handsome man? Sababu kama unaenda kwa Mungu na sifa ya handsome. Mungu anasema watu wote wameumbwa kwa sura na mfano wake. Sasa handsome ambaye wewe unamuita handsome ni nani? Eti ana sura nzuri. Hakuna mtu ambaye ni mbaya. Ukienda kwa Mungu na ambaye unataka handsome, ina maana unakosoa kazi yake. Kwa sababu hakuna mbaya mbele za macho yake. Smart and handsome. Namba 12, born again Christian. 13, anajituma no matter what. Kaandika list. Sasa kilichotokea hapo ndo anakuja kwangu sasa. Anasema I'm turning 30 next year. Anasema nilimwandikia Mungu haraka na tena nikaspecify, akakopi sasa hiyo amepiga picha. Sasa pastor amekuja, yani sijawahi kumjua. Mmeona shetani alivyo? Na maoja ilikuwa nini? A God fearing man, impossible a pastor. Sasa ananiambia pastor amekuja na sijawahi kumjua. Naogopa maana hata hajapona maumivu yake. Ila I wrote that to baba ili anikumbuke. Jamani Dakoli, naomba unisaidie. How should I pray to confirm this? I am amazed at the same time terrified. This pastor amenitafuta, ni mkubwa, kanizidi 15 years and alishawahi kuoa ila he is divorced. Hiki kitu kinanipa wasiwasi. How can ndoa ya kanisani ikachanishwa? Sijawahi kusali kwa huyu pastor na wala sijawahi kuwaza na wala sijawahi kukutana naye na wala simjui. Katokea wapi? Umeona? Hapo kimona hapo huyu amekuja na excitement. Hapo kuniandikia mimi amekuja na excitement, nikampiga stock nikamwambia rudi magotini. Rudi magotini. Umeona jinsi shetani alivyo real na alivyokuwa busy. Hapa ni rahisi sana kuingia kwenye hiyo ndoa. Hajamuuliza Mungu kwa sababu tukaandika pale hiyo listi, ndani ya siku 2 katokea pastor. Kama shetani, kama Mungu alivyokuwa na watu wake, shetani ana watu wake. Utulivu. Amen. Na mtu anapokuwa na utulivu katika jambo lolote na maamuzi yoyote, hawezi kuathirika. Hawezi. Moyo wako unakuwa na amani kila wakati. Niliwasimulia ni The Wives au ni Arusha. Nikamwambia kuna yule mke mmoja alikuwa anaenda kwenye huduma, hana msichana wa kazi nyumbani, ana mtoto mdogo, yuko yeye mume na mtoto mdogo. Akamwambia mume wake, leo saa 4 naenda kwenye huduma. Wakakubaliana kwa sababu waga wanasaidiana. Imefika saa 4 kasoro, sio saa 3:30, mume kavaa kawasha gari kaondoka. Mke anapiga simu, mume hapatikani. Amerudi sio saa 8. Kurudi amempokea. Sasa hekima na utulivu, wewe mke naomba ujiulize, wewe ungempokeaje? Wake wema mko? Wewe ungempokeaje? Ungempokeaje?
Hapa ndo kujichuja sasa, ndo ujijue kwamba una hekima au hauna, kwamba una utulivu au hauna. Anasema amefungua mlango tu, akamwambia nimeshapika chakula, kiko mezani, mtoto nimemuogesha, nimefua, nimempa chakula, sasa ngoja mimi niende. Kilichotokea ni nini? Mume akaanza kusikia guilty. Na ndio hivi inatokeaje? Akaanza kujiongelesha. Yeye ndio anaanza kujiongelesha sasa. Samahani nimekuchelewesha Alafu viatu vyako viko kule kwenye gari. Lakini sasa mke asiye na hekima na asiye na utulivu tena anaongea huko, anatembea. Mimi nilikwambia kabisa anachelewa, tena naenda kwenye huduma. Simu umeziba 1 2 3. Kinachotokea nini? Reaction ya yule mwanaume itakuwa ni nini? Ata react vile alivyo react kwa huyu, na tena unakuwa disqualified, hauna utulivu. Lakini mke ameondoka na amani, mume amebaki anajiuliza, jamani, lakini mke wangu nimemkosea. Hapo ndo mapenzi yanazidi. Amen. Saa nyingine utulivu tu. Saa nyingine shida za ndoa zetu ni utulivu tu. Kitu kidogo kama utulivu. Na tena wamama, si mnajua mlivyobarikiwa kuongea. Kuna mwingine anaondoka tu nyumbani kwa sababu tu hakuna utulivu. Kuna yule mume alikuja kabisa aka open kwangu kabisa, mimi mke wangu nampenda, lakini huyo ni mume, ninampenda sana, ila imagine mume anaongea, ila ni bora nikae huko nje, nikirudi nifikie nilale tu, asubuhi ikifika niamke niende kazini. Anatafuta tu, hana utulivu. Na mke ambaye hana utulivu ndio wale ambao wana search simu za waume zao. Alafu kisha una hicho unachotaka kukiona, unafanyaje? Maki kusearch kule ni kuna kitu unakitafuta, si ndio? Alafu kisha kiona, una solve vipi? Maki sio kwa nguvu zako. Na wengine na namba mmechukua kabisa za michepuko, mmezisave. Za kazi gani? Najua wengine ili muangalie kwenye DP zao muone kama ni wazuri, wamewashinda uzuri, au huwa ni smart. Kama akisuka yebo na wewe usuke yebo. For what? Wewe mjue Mungu wako basi, inatosha. Na mtu akiwa na utulivu ni rahisi sana kuelewa viashiria vya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaongea kwa viashiria. Ni rahisi sana kuelewa baadhi ya viashiria anavyo communicate Roho Mtakatifu, kwa sababu tunatakiwa tuongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini kama una utulivu huwezi kumsikia kiongea, kwa sababu kama ukiwa na Roho Mtakatifu unaongozwa na yeye. Kama unaongozwa na yeye, anaongea kwa viashiria. Kwa mfano, kama unajua unaongozwa na Roho Mtakatifu na una utulivu ndani yako, hata tukumwambia Roho Mtakatifu, sasa nataka kwenda sokoni, anaongeaje kwa viashiria? Kama hataki uende saa ile, utakosa amani ndani yako, utasikia moyo wako unaugua sana. Hicho ni kiashiria kwamba Roho Mtakatifu anakuambia not now. Amen. Au kupata amani. Kuna mtu amenitumia leo message ananiambia, kila siku ni mjamzito, ana miezi 8. Kila siku waga naamka hana raha. Lakini leo
baada ya kusoma lile tangazo kwamba kuna prayer gathering, akasikia amani ya ajabu. Hicho ni kiashiria. Yuko ndani huyo mama. Yuko. Hicho ni kiashiria Roho Mtakatifu anakupa green light. Kuwa na amani ndani yako ni Roho Mtakatifu anakommunicate, anakuambia go ahead. Amen. Yes, unasikia amani ya ajabu. Au unamwambia tu Roho Mtakatifu nataka kwenda mahali fulani. Ukiwa na utulivu, Roho Mtakatifu ni rafiki yako. Communicate kila kitu, hata nguo ya kuvaa. Roho Mtakatifu naenda sehemu fulani, naomba nichagulie nguo. Sasa sio sema Roho Mtakatifu nichagulie nguo ukae pale kitandani usubiri. Wewe vae ile nguo ya pink na nyeupe. Omba Roho Mtakatifu nichagulie nguo ya kuvaa, nenda kwenye kabati. Ile ambayo mkono wako utachagua, ndio yeye amekuchagulia. Amen. Sasa unamwambia kila kitu, ratiba yako ikabidhi kwake. Ukikabidhi, ukisikia amani ndani yako, hiyo ni green light. Ni kwamba anakuambia go ahead. Lakini ukisikia moyo mzito au unaugua, umekosa amani, hiyo ni red light. Unaambiwa stop. Kile unachotaka kufanya, acha. Kwa hiyo ukiwa na utulivu ni rahisi kupata hivyo viashiria. Kwa sababu wengi sana wanapataga alafu wana ignore. Kinachotokea wanaenda kukutwa na mambo. Wanaenda kukutwa na majanga huko mbele. Wanakutwa na majanga, wanarudi tena kwa Mungu. Kumlaumu wakati Roho Mtakatifu alishaongea nao. Alikupa kiashiria hujamsikia. Au anakupa kiashiria unasikia tu furaha. Unasikia furaha hapo, ujue kwamba anakwambia go ahead. Tena unakoenda ni salama. Ni kama green light zile za traffic light. Anakuruhusu nenda. Kiashiria cha amani na kiashiria cha kukosa amani. Lakini kuna kiashiria cha huzuni. Au mtu anaweza tu akaja akakusimulia story, ghafla huzuni kaingia ndani yako. Au umepita sehemu tu, unataka ukae ukashangaa, huzuni imekuja ndani yako mpaka moyo unauma. Usikae tena ukaanza kujilazimisha, inuka, ondoka. Hivyo ndio viashiria. Ukiwa na utulivu unavisikia, na ukiwa na utulivu ni rahisi sana kuepuka majanga mbalimbali unayokutana nayo. Au unaweza kwenye daladala, umeenda umesimama, unataka upande daladala, unashangaa moyo unauma sana. Ni kiashiria Roho Mtakatifu anakuambia stop. Na utii. Tena Mungu anapenda wakati anaongea na wewe, tii. Usilazimishe. Kukosa amani ni kiashiria cha Roho Mtakatifu. Nilikuwa nasafiri siku moja, nilipata ajali hii sehemu kama mnaona kovu. Nasafiri kutoka Arusha kuja Dar by road. Lakini usiku mzima sikulala. Sina amani kabisa. Yaani amani ilipotea, nikaanza kusikia huzuni. Sikuweza kulala, lakini bado nilisafiri. Kilichotokea, nikapata ajali. Ni neema tu ya Mungu. Zamani sana, ilikuwa 2010 au 11. Neema ya Mungu tunaona iliyokuwa inanitafuta kwa ajili ya utumishi ndio iliyonikomboa. Kwa sababu ukiona ile gari utasema hakuna mtu alitoka huko. Lakini ningetii. Hapo ni Roho Mtakatifu anakuambia stop. Don't go. Don't dare. Usiende, usifanye, acha. Ndio maana usiku mzima sikulala, mimi nasikia tu maumivu, nasikia nimekosa amani, kumbe naambiwa acha. Kama sio neema ya Mungu, si ningekuwa nimekufa. Lakini kumbe Mungu si aliniambia
Kinachotokea sasa, unapata ajali afu narudi, Mungu, kwa nini umeyaruhusu? Wakati alikwambia, ila kwa sababu ya kukosa utulivu hausikii viashiria. Unakwambia usifanye hiki, usifanye kile, usifanye hiki. Sasa usiende kwa kutaka wewe kile unachokitaka ukalazimisha. Yaani sehemu unaona kabisa hapa nimekosa amani. Labda umeenda hata kwenye sherehe. Umeingia tu ukajikuta amani imeondoka ghafla. Beba pochi yako, ondoka. Amen. Usiwaze hii harusi ni changa 500. Au mbona bado hatujala? Beba pochi, nenda. Ukiona umeenda sehemu tu umekosa amani, ondoka. Usitaki kujua ni kwa nini, wala usitaki kuwaza sasa watanionaje. Hii ni harusi ya rafiki yangu kabisa kabisa kabisa. Mungu hataki hayo mambo. Huyu ni rafiki yangu kwa sababu mbinguni hatuendi kwa magroup. Usitoe sababu za kidunia. Huyu ni rafiki yangu kabisa. Beba, nenda. Tena muombe Mungu akupe hekima, kwa sababu mwenye moyo wenye utulivu na hekima. Usilazimishe kwa sababu za kidunia dunia. Amen. Sasa utulivu nimesema unaendana na hekima. Saa nyingine huko sehemu unatakiwa kutoa neno la hekima mbele za watu. Bila kuwa mtulivu huwezi. Kuna group au kuna mtu anahitaji kusikia hilo neno sasa hivi. Au inawezekana Roho Mtakatifu anataka kutumia kufikisha. Anajua ndo kuna group yake ya watu fulani, kuna mtu anahitaji neno la hekima. Bila utulivu huwezi kujua. Na unapokuwa na utulivu ni rahisi kujifunza vitu vingi sana. Hakuna anayejua kila kitu. Hata kama unaona unajua kila kitu, hakuna anayejua kila kitu. Na ndio maana kufaidiana. Ndio maana kufaidiana. Na sio kila kitu lazima wewe ndio uonekane unajua. Kuna watu ni mabingwa wa kutaka kuonekana wao wanajua. Ruhusu utulivu ndani ya moyo wako. Mruhusu Roho Mtakatifu ndani yako kwa ajili ya mambo mazuri yanapokuja. Yakobo 1:19-20 na 21. Inasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Amen. Bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Nimetangulia kusema kule, mtu mwenye hekima na utulivu anaangalia maneno anayoyasema, akijua kwamba ataweka hesabu kwa maneno anayoyatamka. Sasa anasema 19 inasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kuna watu ni wepesi wa kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lilopandwa ndani, liwezao kuziokoa roho zenu. Sasa kuna wale mabingwa wa kuongea. Biblia inasema utakuja kutoa hesabu ya maneno yote unayoyatamka. Sasa ni maneno gani waga unayatamka? Je, nampa Mungu utukufu kwanza? Kuna maneno ambayo huwezi kutamka mbele ya wazazi wako, lakini ukiwa na marafiki zako kule kijiweni unayatamka. Kama ulishindwa kuyatamka kwa mzazi wako, au ujue hata kule kijiweni Mungu anasikia, inamaanisha unaogopa wazazi kuliko Mungu. Maneno machafu.
yasiyomtukuza Mungu, utayatolea hesabu. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia na wala si kusema, na sio mwepesi kukasirika. Mtu mwenye utulivu sio mwepesi kukasirika, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa vitu muhimu vya kuzingatia unapotaka kufanya vitu vyako kwa utulivu. Vitu muhimu vya kuzingatia unapotaka kufanya vitu vyako kwa utulivu. Namba 1, kabla ya kufanya kitu chochote, omba na umshirikishe Roho Mtakatifu. Na moyo wenye utulivu ndani yako kila saa tafakari. Kule kwenye definition tumetoka kusema Mungu anapenda moyo uliotulia, moyo wenye usikivu, unaotafakari kila wakati. Unatafakari nini? Niliwafundisha nafikiri somo lililopita jinsi ya kumeditate. Nikawatolea mfano, mimi napenda kusema Roho Mtakatifu tawala, tawala, tawala. Hata wakati unapika tawala. Ndani yako Roho Mtakatifu tawala. Utashangaa kuna vitu vinafanyika hata mwenye bila kujua. Ndani ya moyo wako unaoga Roho Mtakatifu tawala. Badala ya kuruhusu vile vitu vibaya, mawazo mabaya kuingia ndani yako, wewe anza toa Mungu na kutukuza na kubariki. Lord, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy. Uko kwenye daladala, wewe omba tu, ndani yako tafakari. Sasa anasema namba 1, katika kila jambo omba. Kabla ya kufanya jambo lolote omba na kumshirikisha Roho Mtakatifu. Inaweza kusaidia. Unamshirikishaje? Mwambie tu. Roho Mtakatifu akiwa hapo, unamwambia tu, Roho Mtakatifu naomba unisaidie, ninaenda sasa. Alafu liachie hapo, sikiliza sasa. Ukishamwambia hivyo, kuwa na utulivu, utasikia viashiria. Ukisikia furaha, nenda. Ukisikia umekosa amani, tii. Usilazimishe, tii. Namba 2, usikurupuke katika kufanya maamuzi, hata kama unahitajika kufanya muda huo. Yaani urgency ya hicho kitu, uharaka wa hicho kitu unachotakiwa kufanyia maamuzi, kisikupe pressure ya kufanya maamuzi. Maana ya kukurupuka, usikurupuke. Hakikisha umeomba, umemshirikisha Roho Mtakatifu. Usikurupuke hata kama mtu amekuja, nataka uamue sasa hivi 1 2 3. Hakikisha unapata muda, muombe Roho Mtakatifu, naomba niongoze hapa, tulia. Niongoze hapa. Hata kama ni sala unaifanya ndani ya moyo wako, lakini hakikisha unamwambia. Namba 3, usifuate kile watu wanachotaka. Angalia kile Roho Mtakatifu anachosema. Usifanye kile watu wanachotaka. Angalia kile Roho Mtakatifu anachosema. Amen. Ukiwa na utulivu, uwe tayari kumsikiliza na kutii. Anapenda watu wanaotii. Na watu wanaotii huaga anafanya tena na tena na tena na tena. Kwa nini? Anajua huyu nikimwambia huyu anatii. Sasa sio anakuambia na kukosesha amani, bado unaenda. Ukienda unakutana na majanga, ukirudi unaanza kulia. Mungu, kwa nini umeharusu? Afanyeje na wakati alikwambia? Namba 4, usitizame muda. Wengi wanapoona muda umeenda, wanajikuta wanafanya vitu pasipokuwa na utulivu, na baadaye vinaleta madhara kwao. Ndio kama hao wanaotafuta waume, wako desperate. Akiangalia saa yake ya umri. Kwanza Mungu anasema stop looking at your watch. Single ladies, stop looking at your watch. Eti na miaka 29. Usitazame muda. Wengi wanapoona muda umeenda, wanajikuta wanafanya vitu pasipo na utulivu, na baadaye vinaleta madhara kwao.
Asa hebu ona huyu. Ameelezea mambo mengi yuko juu mengi sana. Nikisoma hapa sitamaliza. Lakini nataka nikusomee hii point. Nilitaka kusahau. Kipindi kile sasa boyfriend wangu kavunja uhusiano wetu. Nikawa desperate kuwa na mtu mwingine. Basi kuna rafiki yangu akanipa namba ya mganga wa kienyeji. Nikapoteza hela nyingi tu na aliniambia kwamba yule boyfriend wangu bora tumeachana, mganga huyo. Maana mama yake sio mtu mzuri, hataki niwe na mwanae. Akanitumia dawa za kuoga na nyingine za kujichanja mwilini na ya kupaka kama poda. Kuna vingine mkiona huko usoni sio poda. Imo kwa mtu serious. Uko kwenye kioo unachukua ile dawa ya mganga wa kienyeji unapaka usoni. Kweli kabisa. Na nyingine unaenda kuogea kwenye maji. Haya, nyingine kujichanja na kupaka kama poda ili kuvutia wanaume. Ila hamna kitu kilichobadilika. Ona sasa, hela kapoteza. Kapaka hiyo si ndo magome, si ndo maunga gani usoni. Haikutosha, akanipa tena namba ya mkaka wa Zanzibar. Huyo kaka akaniambia nina jini la kiume ambalo linaharibu mambo yangu, kwamba lina wivu, halitaki niwe na mwanaume kwa kuwa hilo jini huwa linaniingia usiku nikilala, ndio maana nakuwa na hasira. Sina raha wala amani ya moyo wangu hauna utulivu. Kulitoa hilo jini natakiwa niende Zanzibar au nimtumie 260 ili anisaidie. Lakini kama sina hiyo hela nimtumie 50,000. Hivyo lakini amsomagi hata hizi message, amsomagi hata haya mazungumzo, lakini line after line. Ameanza kwenda Zanzibar. Akaja 260, lakini hata kama hiyo una toa 50,000. Anisaidie nipate mwanaume. Imagine nikamtumia hiyo 50,000. Alafu Mungu akikwambia nataka sadaka hapa, unamtolea 1,000. Lakini mganga uko tayari kumtumia 50,000 eti tu akupe mume, wakati mnajua kabisa mume anatoka kwa Mungu. Nikamtumia hiyo 50,000, akatumia dawa ya kuchoma, lakini hakuna kilichobadilika. Ona sasa. Nikakata tamaa na waganga wa kienyeji. Kwa kweli nimemwaibisha Mungu vya kutosha. Kwa maana neno nalisikia, nikitoa mguu narudi kule kule kwenye dhambi. Desperation. Huyu alikuwa desperate, anataka mume. Mpaka anaenda na kwa waganga wa kienyeji. Sasa mpaka neema ya Mungu kutana na wewe kutoe kwenye hayo maagano yote. Usitazame muda, narudi kwenye point. Wengi wanapoona muda umeenda, hapo tu ukimuuliza anakuambia na miaka 32. Wanajikuta wanafanya vitu pasipokuwa na utulivu na baadaye vinaleta madhara kwao. Pointi nyingine anakuambia namba 5, pata nafasi ya kutafakari kabla ya kutenda. Mithali 15:28. Inasema moyo wa mwenye haki ufikiri jinsi atakavyojibu, bali kinywa cha wasio haki umwaga mabaya. Moyo wa mwenye haki ufikiri jinsi atakavyojibu. Hakurupuki. Tunarudi kule kule kwenye utulivu. Hakurupuki, anafikiria jinsi atakavyojibu. Mithali 16:23. Inasema moyo wake mwenye hekima ufundisha kinywa chake. Moyo wa mwenye hekima ufundisho kinywa chake, uzidishe elimu ya midomo yake. Tumesema utulivu na hekima vinaendana. Sasa moyo wa mwenye hekima ufundisha kinywa chake. Kabla ya maneno ya kutoka kwenye kinywa chako, moyo wako unakifundisha. Ndio nimesema kabla neno hujaliachia litoke liende kwa mtu mwingine, lirudishe kwanza. Likiingia ndani ya moyo wako unalipokeaje? Alilete uharibifu ndani yako. Ukiona ni salama liachie. Ukiona lina uharibifu limeze. Mithali 16:23. Namba 6, pointi ya 6, jishushe au nyenyekea. Nilifundisha somo la unyenyekevu. Wale waliolikosa
linapatikana kwenye channel yetu YouTube. Kujishusha, usipende kutaka kuonekana unajua kila kitu ili upate sifa. Kwani sifa zitakufaidia nini? Tena sifa za wanadamu zitakufaidia nini zaidi ya kukupoteza? Kujishusha, kunyenyekea ni kujishusha. Nilifundisha somo la unyenyekevu kwa mtu mwingine, bila kujali umri, bila kujali cheo, bila kujali status, bila kujali huyu ni bosi wangu, huyu amesoma, huyu ana PhD, huyu ni tajiri. Kujishusha kwa kila mmoja. Kuna mtu unaweza kumwona ajui na hana msaada, lakini kumbe yule ndo anajua kwa kitu kidogo. Kuna mtu, nimesema tumeletwa duniani to complete each other, not to compete. Inawezekana yule unayemdharau amebeba kitu kidogo, neno dogo sana kwa ajili yako, ambalo ni sawa na umeweza kuta kamba imefungwa fungwa, alafu mwishoni na kale katai tap, kwamba ukikategua tu kale katai kule kuliko fungwa kote kunaachia. Inawezekana huyo mtu ana neno dogo tu ambalo ni sawa na kuvuta kile kitai tap, kwingine kote kunaachia. Yaani kwamba kule kuachia kwako sehemu zingine ulizofungwa kunategemea neno dogo tu kutoka kwa yule unayemuona hafai, kwa sababu zako mwenyewe. Kwa nini? Umekosa unyenyekevu. Kinyume cha unyenyekevu ni majivuno. Majivuno, unajivunia nini? Kitu gani kinapiga kelele tukikuona? Nikikutana na wewe mara ya kwanza hivi, tukakaa dakika 5 tu, ni kitu gani kinapiga kelele? Kuna mwingine ukikutana naye tunajua huyu ana magari 4, alisoma shule fulani, ana PhD 2, dakika 5 tu. Yaani kwamba anajivunia. Hicho kitu ndio kilikuwa kitu cha kujivunia. Mwingine mtaani unajua huyu ni mtoto wa waziri. Yaani vile tu jinsi anavyoongea, anavyojikeri, tayari amejiweka panda kwenye paji la uso. Anajivunia kwamba akienda sehemu watu wanamjua dakika 2 tu. Sasa mtu mwenye unyenyekevu ni huyu. Ni boss, maybe chief executive officer, alafu unamkuta anafagia au anadeki pale ofisini, lakini secretary yuko amekaa pale. Wewe mgeni ukienda pale, mtu ambaye Mungu anamthamini, wewe utajiuliza, tukiambia huyu ndo chief executive officer, utasema kweli huyu anayedeki alijishusha. Kama Yesu alijifanya kuwa mtumwa pamoja na status yake ya kuwa mtoto wa Mungu, alishuka akawa kama mtumwa, lakini Mungu akampandisha. Na ndio Mungu anataka unyenyekevu wa namna hiyo. Usiwe mtu wa kudharau au wa kujivunia. Inawezekana wewe unamdharau ndio amebeba neno lako dogo tu ambalo litakutoa kwenye kifungo. Nimetoka kuongelea habari za house girls, wale wasaidizi wetu kule nyumbani. Sio kama mshe kusoma ule ushuhuda ule msichana mmoja wa kazi aliyekuwa anaomba kweli kwenye ile nyumba. Nani alisoma ule ushuhuda? Msichana wa kazi, mpaka mama mwenye nyumba hajui kuomba. Sasa inawezekana yule msichana aliletwa pale kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Inawezekana hiyo family ingekuwa imeshakuwa perished, ila kwa sababu ya yule msichana, lakini bado unamnyanyasa. Mshahara umlipi, mshahara wenyewe peanuts. Alafu yeye ndo amekubeba, wewe mwenyewe hujui. Anaomba, wewe mwenyewe unalala tu, watoto wako wanakutunzia, wewe mwenyewe uko huko tu. Bila huyo mtu wewe si umeshapotea tayari. Jishushe mbele zake, nyenyekea. Mungu anapenda watu wanyenyekevu, wasiokuwa watu wa kujivunia elimu. Eti kwa sababu msichana hajasoma kaishia darasa la 7, basi unajiona bora zaidi. Amen. Jishushe. 7, usifanye vitu kwa kutumia akili za mwilini.
Mshirikishe Mungu kwa kila kitu unachokifanya, atakusaidia. Amen. Mwisho anamalizia, Baba anasema hivi, wasisitize wawe na utulivu, wasiwe na tamaa. Tamaa ndio chanzo ya kila lililo ovu. Kila unachofanya fanye kwa msaada wa Mungu. Wafanye vitu kwa utulivu, waepuke hasara. Wasijione wanajua kila kitu, kumbe wanapotea. Na wawe na upendo. Utulivu unaleta matokeo mazuri katika maisha yote kwa ujumla. Na wawe na upendo. Tumefika mwisho wa neno. Tumpigie Baba makofi kwa neno lake zuri. Neno la hekima linalovusha, kwa sababu hata mimi naamini limenivusha. Hata na mimi limenivusha. Utulivu kalifanyika mataifa ya kujua na kabila za kufahamu kuwa wewe ni Bwana usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa.